Wakizungumza hayo wakati maeneo mengi hapa nchini yakiwa na changamoto kufuatia mvua kuanza kunyesha na kuharibu miundombinu hiyo na kusababisha madhara, baadhi ya wananchi wakatoa ombi kwa serikali. Changamoto iko kubwa tu kwa sababu ilikuwa wageni wakija wengi ni kwamba wanalala hapa nyumbani, maana pa kuvuka hakuna. Wanalala hapo nyumbani, wanaamka asubuhi, wanaenda na safari zao. Kwa kweli changamoto ilikuwa ni kubwa tu, lakini tunamshukuru Mungu ambaye changamoto zitakuwa zimekwisha, daraja lishakuwa tayari. Hapa awali hakupitiki, utaona hakupitiki, maana yake utaona magari yanayotoka Mbulu, Haydom, Dongobeshi yanasimama mistari mpaka umbali karibia kilomita 1. Kwa hiyo hapa ni mji, wakati yani mtu ukishafika hapa utaona ni mji sio na manyumba. Lakini akitoa maelekezo ya serikali, meneja wa TANROADS katika mikoa 22 ambayo serikali inatekeleza mradi wa dharura wa ujenzi wa madaraja, mtendaji mkuu wa TANROADS Mohamed Besta anawataka kukamilisha ujenzi huo mara moja. Hivyo natoa shime na kuwahimiza wa mameneja wa mikoa kuendelea kuwasimamia kwa karibu sana wale wakandarasi ambao bado hawajakamilisha miradi hii ya dharura iliyobakia, ingawa tuko kwenye hatua za mwisho, kusimamia kwa karibu zaidi ili kuweza kukamilisha na hivyo wananchi waweze kupata huduma katika maeneo ambayo yaliathirika. Katika miradi yote 5 tuliyotembelea leo katika mkoa wa Manyara imetekelezwa na wakandarasi wa ndani. Hivyo tutaendelea kuwaamini na kuwapa nguvu ili waweze kukuza uwezo wao. Huu ni moja ya mradi ambayo imetekelezwa kupitia programu ya SEC ambayo serikali ilitafuta fedha kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya dharura, hasa kutokana na madhara ya El Nino iliyotokea mwaka 2023-24. Katika eneo hili la Dabil, ukiangalia upande wa juu kuna mlima Dabil ambapo kulikuwa na maporomoko ya mawe na maji mengi yaliyosababisha kufunga kwa barabara hii eneo hili la Dabil. Hivyo mkandarasi alipatikana ambaye ni Madata Investment Limited kutokea Dodoma na ametekeleza mradi huu kwa gharama bilioni 1.4. Nikiripotia EATV kutoka hapa Babati mkoani Manyara, mimi ni Mohamed Chumvi, askari wa mwamvuli wa EATV.